Moja ya kitu ambacho kimenisaidia kwacho mimi ambaye akili ilikuwa imechafuka sana, nilikuwa ni mtu ambaye ni nazini na vijana. Moja ya kitu ambacho kimenisaidia sana ni kufuata maelekezo ya ibada. Nilipoambiwa kwamba haitakiwi mimi kuwa na mawasiliano yoyote na vijana sio ya msingi. Ni kitu ambacho kimenisaidia sana. Hata sasa ninaweza mawasiliano yasiyo ya msingi. Dada umekula? Sijala. Siku mwema, umelala? Sijalala. Umeamkaje? Ni kijana na mdada. Upo ambao utaniambia kwani kuna shida gani? Si tunawasiliana tu, mimi nakwambia mtu wa Mungu hapana. Biblia inasema kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ni kweli leo hii mtasema kwamba mnatakiana salamu, mnafanya chochote. Lakini katika yale maneno lazima kuna kitu kitaibuka. Nyie ni jinsia mbili tofauti, lakini ina ulazima gani mimi leo nianze kutafuta umekula ujala? Asubuhi njema. Uko maeneo gani? Umelala? Sijalala. Unasubiria nini kulala? Nisijue nini. Nije ndo tunamwanzia humo. Siku ya siku nakuja kujikuta umeingia kwenye masuala ya kuzini. Kwa mimi kitu ambacho kimenisaidia sana, leo hii nina ujasiri wa kusimama mahali popote. Kwamba kwa sasa nina miaka 2 mpaka sasa sijawahi zini. Na niko fresh tu, niko vizuri sana. Yaani fresh, akili iko fresh, mwili uko fresh, vyote viko fresh. Yaani nimetumia na lugha hiyo ili nielewe. Kwa niko vizuri sana. Yote katika yote nakwambia inawezekana sana. Hata hivi mimi ni mtu ambaye ni zao la dada Sifa hapo Nivecha Bujuni. Yaani Sifa wa Yesu. Dada Sifa anasema kwamba kuishi dada kijana bila kuzini inawezekana, bila mahusiano inawezekana. Na dada ameishi hayo paka nasema dada Sifa, wewe ni shujaa. Dada umeishinda zinaa katikati ya kizazi chenye zinaa. Amen.